Maarifa Online TV, elimu na hekima. A'udhu billahi samina alim minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala ali baiti wa sallam tasliman kathira. Ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أحبابي في الله، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu zangu Waislamu, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, mola wetu, mlezi wetu, muumba wetu, mruzuku wetu subhanahu wa ta'ala, al-ahad samad al-fard, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kwa kweli shukrani za dhati ni zake pekee yake Allah subhanahu wa ta'ala, mola wetu, mlezi wetu, muumba wetu subhanahu wa ta'ala. Pia na kumtakia ziada na rehema mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa kweli maneno mazuri ni maneno yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mwenendo uliokuwa bora ni mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kila jambo la kujianzia katika dini lisilokuwa na asili katika Qur'ani au katika Sunna, huyo ni uzushi, na kila uzushi ni upotevu, na upotevu unampelekea mwenye nayo kuingia ndani ya moto wa Jahannam. Allah tukinge na uzushi, pia tukinge na upotevu, na Allah tulinde na moto wa Jahannam. Ndugu zangu, kwa kweli bila shaka, kabla ya yote tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, shukrani za dhati kwa kweli, sio kwa na upungufu, kwa kupata fursa hii mbele yenu ndugu zangu waumini wananifuata katika mtandao hii mbalimbali, mtandao ambao unashughulika kazi. Kwa kweli bila shaka tunamshukuru Mwenyezi Mungu kuona vijana wetu, alhamdulillah, ndugu zetu, kaka zetu, kwa kweli wanajitahidi kwa sasa. Ni vijana ambao katika kitivo cha watu wako kwenye computer science, watu na wana ujuzi katika mambo wasail alam, mambo ya journalism. Naam, kwa kweli ni vijana kwa kweli wanajitahidi kwa sasa, alhamdulillah, ndio katika kuitangaza dini katika kutumia vyombo vya kisasa. Kwa kweli vijana wetu, kaka zetu, ndugu zetu, tunaomba Mwenyezi Mungu kwa kweli awafikishe na awabariki kwa kweli kwa nia kama hii, kwa kweli inshallah, ya kutangaza huyu ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala ufike popote ulimwenguni. Ndugu zangu Waislamu, hii kwa kweli tunaitulia shukrani. Ndugu zetu, kaka zetu, tunawaomba wapambane na wazidi kwa kweli kuyafikia na kufanikiwa kwa kweli kwa yale ambao nia zao zimesimama katika kuitetea dini na katika kuitumikia dini. Na ili hali waangalie katika university bado wanasoma, lakini wamekusha jiandaa, wako wanajiandaa kwenye maidani, kwenye terrain, katika kujifunza watakaporejea itakuwaje. Ndugu zangu, yani mtu anaanza kujipanga mapema kabla hataja taharaj, kabla hajamaliza shule. Hii ni kweli neema kubwa sana katika vijana wetu wa kisasa, ambayo mwanzo hayakuwa hivyo. Ndugu zangu, watu walikuwa wanakumbuka kujifunika baada ya kuwa umekwisha kucha, lakini leo wanaanza kujitahidi mapema. Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki na warahisishie kwa kweli katika nia zao njema za kuitafuta elimu na kuitumikia jamii kwenye nyanja zote. Ndugu zangu Waislamu, hii ni fursa nzuri inshallah katika muda huu wa leo ambao leo bila shaka tunazungumzia, tuko tarehe 8 katika mwezi wa Shahrullah al-Muharram, mwezi wa kwanza wa Kiislamu mwaka 1448. Mashallah, bila shaka tunakumbusha tu ukumbusho mchache kutokana na epoke ambao tumo ndanimo na kipindi ambacho tupo ndanimo kwa sasa, na mawasimu ya khairat ambao tumo ndanimo katika mwezi huu. Ndugu zangu, Shahrullah al-Muharram, katika mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa yale aliyoharamisha katika mwezi huu. Ndugu zangu, ni katika miezi minne mitakatifu, miongoni mwa miezi minne mitakatifu, na huu mwezi wa Shahrul Muharram umo ndugu zangu. Kwa hiyo tu katika mwezi mtukufu,
na huu mwezi kuna matukio makubwa sana ambayo yalitokea historia kiulimwengu ndugu zangu, mpaka sasa yangaliki mpaka siku ya kiyama ndugu zangu. Kwa hiyo tunakumbushana kwa sababu yanakaribia, siku sio mbali, ni siku mbili, siku moja tu ni ya leo, ni kesho ndio inaanza harakati hiyo ndugu zangu. Hiyo tukio likubwa ambalo limetokea katika ulimwengu. Naam. Kwa hiyo inakuwa ni fursa nzuri ndugu zangu tukumbushane angalau kwa uchache ndugu zangu. Tunakumbusha jambo la kwanza ni kuwa salafu salih ndugu zangu. Salafu salih kanu yufadhiluna 13. Wanasema 13. Naam, kanu yuadhimuna 13. Walikuwa wakiadhimisha ndugu zangu 13 epoke za 13, manake epoke 3 za siku 10, yani tokeo 3 za siku 10, 13, yani mwezi wa Ramadhani, 10 al-awakhir, siku 10 za mwisho wa Ramadhani, 10 al-awail, siku 10 za Dhulhijja, na 10 awail, na siku 10 za Shahrullah al-Muharram. Walikuwa wakiziadhimisha sana masahaba alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo hii kwanza ni funzo la kwanza tunalipata siku ya leo ndugu zangu, ya kuwa masahaba alayhi salatu wasalam kanu yuadhimuna 13, yani epoke 3, yani vipindi vitatu vya siku 10. Awalan, siku 10 za mwisho wa Ramadhani ambao pamoja ndani Lailatul Qadr na mengineyo na itikafu. Alafu 10 la pili ni 10 la mwanzo la mwezi wa Dhulhijja ambao ndio kuna kuchinja na kuna yaumul Arafa. Hii ni siku 10 za mwanzo wa Dhulhijja. Alafu na siku 10 za mwanzo wa Shahrullah al-Muharram, mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala ulioharamishwa vitakavyofanyika katika mwezi huo. Ndio mwezi ambao tulimo ndani yake ndugu zangu. Kwa hiyo siku 10 hizi ni siku bora, ni siku nzuri na kuendelea baada ya siku 10 hizi, lakini walikuwa wakiadhimisha siku 10 za Ramadhani, mwisho wa Ramadhani, akhir Ramadhani, na siku 10 za Dhulhijja, na siku 10 za Shahrullah al-Muharram ambao ndio mwezi ambao tumo ndanimo. Leo ni tarehe 8 ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo inna hadha shahr, kwa kweli katika mwezi huyu laha fadail, una fadhila nyingi sana. Naam, qala sallallahu, mtume anasema katika hadithi yake sallallahu anasema afdalu siyamu, funga iliyokuwa bora baada Ramadhani, siyamu shahrullahi al-Muharram, kufunga mwezi wa Mwenyezi Mungu ambao ulioharamisha vya kufanya ndani ya mwezi huo ndugu zangu, Shahrullah al-Muharram. Naam, yani kwa hiyo saumu iliyokuwa bora baada ya Ramadhani ni kufunga katika mwezi huu wa Muharram. Kwa hiyo ukifunga katika mwezi wa Muharram ndugu zangu ni saumu bora baada ya mwezi, baada ya saumu ya Ramadhani. Kwa hiyo Muislamu anaweza kufunga ndugu zangu. Walioanza kujitahidi mwanzo wa muandamo wa mwezi, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu akubali saumu zao ndugu zangu, na watakaifunga Mwenyezi Mungu pia akubali saumu zao ndugu zangu. Kwa hiyo ni ibada kubwa ya kujisogeza kwa Mwenyezi Mungu kwa kufunga katika mwezi huu wa Shahrullah Muharram, sawa na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, jambo lingine, yustahabu fihi iktharu siyamu, yustahab, ni bora zaidi kuzisha funga katika mwezi huu wa Muharram, ni bora zaidi. Naam, wa huwa aidan min ashhurul hurum, pia ni katika miezi mitakatifu, ni katika moja miongoni mwa miezi mitakatifu 4. Naam, kwa hiyo ni mwezi mzuri. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu katika miezi hii mitukufu. Naam, ni mwezi wa Dhulqaada mwezi wa 11, na mwezi wa Dhulhijja mwezi wa 12, wa Muharram na mwezi wa kwanza, wa Rajab ambao ni Mudhar yao ikumbali mwezi wa 7 wa Kiislamu ndugu zangu. Kwa hiyo miezi hii Mwenyezi Mungu anasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu katika miezi hii. Kwa hiyo ni bora ndugu zangu iktharu siyam atakayeweza. Pia ni katika mwezi, katika ashhurul hurum, katika miezi mitukufu ndugu zangu. Wa huwa shahrun yakhtaruhu sahaba, ndio mwezi ambao masahaba walichagua wote, masahaba wote kwa jumla, fi ahadi Umar radhiyallahu anhu, katika wakati wa Umar wa Khalifa Umar radhiyallahu anhu, liyakunu awwala sana hijriya, kuwa ndio first year, ndio mwaka wa kwanza katika Uislamu, yani new year. Kwa hiyo tu katika mwaka mpya, hii ni January ya Kiislamu. Kwa hiyo baada ya kudawini kuandika tarehe za Kiislamu wakati wa nani, wa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ndugu zangu. Wa min a'dhamu fadail, miongoni mwa a'dham fadail, katika fadhila kubwa katika mwezi huu ndugu zangu ni zipi? Anna fihi yawm Ashura, ndani yake kuna mwezi, kuna siku ya Ashura, alladhi akhbara Nabii sallama
alituambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mwezi, katika siku ya Ashura, anna siyamuhu, katika kufunga siku ya Ashura, yukaffiru sanata almadhiya, atakayefunga siku ya Ashura yukaffiru sanata almadhiya, Mwenyezi Mungu atamsamehe madhambi ya mwaka mzima uliopita. Ndugu zangu Waislamu, naam. sanata almadhiya. Waqad sawamahu Musa, siku ya Ashura alifunga mtume Musa alayhi salatu wassalam, shukran lillahi, kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, lamma gharaka Allah subhanahu wa ta'ala Firaun wa qaumuhu, pindi mtu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alimuhilikisha, naam, akamwangamiza Farao na jeshi lake zidi ya Musa alayhi salatu wassalam. Naam, wasamahu al-yahud, Mayahudi walifunga siku hiyo ndugu zangu, min baada ya Musa alayhi salatu wassalam. Falamma qadima nabii sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alipofika Madina, anapotoka Makka akahamia Madina, mara ya kwanza anafika Madina sallallahu alayhi wasallam. Naam, anatoka Madina sallallahu alayhi wasallam, wajada al-yahud yasumunahu, alikutana Mayahudi wanafunga siku hiyo, ambao ni siku gani? Siku ya Ashura. Siku ya Ashura manake tarehe 10 za mwezi wa Muharram huyu, ambao itakuwa ni tarehe 10 ni Alhamis, jeudi, Thursday. Naam, alikuta Mayahudi wanafunga siku hiyo. Faqala sallallahu, mtume akauliza Mayahudi, ma hadha as-sawm alladhi tasumunahu, hii ni saumu gani ambao mnaifunga Mayahudi nyie? Faqalu innahu yawmul azim, wakaambia mtume sallallahu, hii kwetu ni siku tukufu sana. Naam, siku nzito hii. Naam, wa huwa yawm a'azzu fihi Musa, ndio siku Mwenyezi Mungu alimtukuza Musa alayhi salatu wasalam, wa qaumahu, na umma wake na watu wake Musa alayhi salatu wasalam, wa adhalla Allah, na akamdhalilisha, fihi Firaun la'natullahi alayhi, wa qaumahu, na jeshi lake. Wa qad samahu Musa, akafunga Musa alayhi salatu wasalam siku ya Ashura, fa nahnu nasumuhu. Naam, na sisi tunafunga siku hiyo. Manake Musa alifunga shukra lillah, na Mayahudi wanasema tunafunga siku hiyo kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala sallallahu alayhi wasallam, nahnu haqqu bi Musa minkum, sisi tuna haki na Musa kulikoni nyie. Nyie mnafunga siku hiyo aje? Nyie Mayahudi, nyie hamna itikadi ya Uislamu. Musa mimi ndugu yangu, nahnu haqqu bi Musa, sisi tuna haki ya Musa zaidi yenu. Musa ndugu yangu, Musa nabii mwenzangu, Musa itikadi yangu na yake ni moja, sote tumetumwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, nahnu aula minkum, sisi tuko bora kwa Musa kulikoni nyie Mayahudi. Fasamahu sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu akafunga siku hiyo, wa amara bisiyamihi, akaamrisha masahaba alayhi salatu kufunga siku hiyo. Siku gani? Siku ya Ashura, ambayo ni tarehe 10 za mwezi wa kwanza wa Kiislamu. Ndio lini sasa? Itakuwa siku ya Alhamis, tarehe 25 za mwezi huu wa 6 Juni, ndugu zangu Waislamu. Naam, mtume sallallahu akasema, waqala sallallahu akasema, la in baqaitu ila qabil, Mungu akiniwezesha kaniwafikisha nikaishi mwaka kesho, la asumanna atasi, Allah akinijalia nikaishi mwakani, tutafunga 9, tuwakhalifu Mayahudi, khalifu Yahudi wa Nasara. Naam, kwa hiyo mtume sallallahu akasema katika hadithi, la in baqaitu ila qabil la asumanna tasi, Mungu akinijalia nikaishi mwakani tutafunga sisi 9, na tarehe 9 tutaifunga, tufunge na 10, lakini kwa hivi fungeni siku hiyo moja. Sallallahu alaihi wasallam. Maratibu siyamu Ashura, taratibu ya kufunga Ashura. Naam, katika maratibu ya kufunga Ashura ndugu zangu Waislamu, na hii ni vizuri watu tufahamu inshallah, siyam kina maratib, 3 maratib, ni step 3, 3 steps, ni step 3. Step ya kwanza ni Tasua wa Ashura wa 11, ni kufunga tarehe 9 na tarehe 10 na tarehe 11. Hii ndio step ya kwanza, ndio marhala ula, ndio marhala ya kwanza katika kufunga siyamu ya Ashura. Naam, tarehe 9 na tarehe 10 na tarehe 11 itakuwa ni tarehe 24 za mwezi wa 6 na 25 na 26, maana yake itakuwa ni mercredi, jeudi na vendredi. Hii ndio martaba ya kwanza. Martaba ya pili, etape ya pili, atasia wa ashir, itakuwa tarehe 24 za mwezi wa 6 na tarehe 25, ni tasia wal ashir, maana ni kufunga tarehe 9 na tarehe 10. Hiyo ni martaba ya ngapi? Martaba ya pili, stage ya pili. Stage ya tatu ni kufunga ashir, siku 10, siku ya tarehe 10 tu, siku moja. Wa hadha karaha baadhi ahli ilm,
wanazuoni wetu wanachooni wanasema kuwa hii ni karaha na haipendezi ifradul yawm ashir, kufunga siku moja, kwa sababu limuwafaqatil yahud, ni kama vile umewafaka umekuwa sawa na Mayahudi, kwa sababu Mayahudi wanafunga siku moja ndugu zangu. Kwa hiyo inshallah tufunge siku ya Ashura biidhnillah, ambayo itakuwa mbele yetu ni kesho tu. Naam, kesho ni tarehe 9 mercredi inshallah, tarehe 10 ni jeudi biidhnillah, na tarehe 11 ni vendredi. Hii ni siku ya kwanza, ni martaba ya kwanza atakayeweza. Naam, yule ambaye hakuweza afunge tarehe 9 ambayo itakuwa ni kesho vile, tarehe 9 mercredi, na 10 ambayo itakuwa ni jeudi. Ambaye hatoweza ni siku moja, na hii imekarahishwa, ni karaha, haipendezi, sio vizuri, kwa sababu ni kama umefanana na Mayahudi ndugu zangu Waislamu, haipendezi. Naam, kwa hiyo funga hii inakwenda hivyo, ni sunna kufunga saumu ya Ashura, ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam atakayefunga siku hiyo ndugu zangu, Mwenyezi Mungu msamehe madhambi ya miaka miwili. Naam, tanbih, natoa kidogo onyo katika tukio hili na ibada kubwa kama hii. Mmesikia na fadhila ambazo tunazipata ndugu zangu katika saumu ya Ashura. Ndugu zangu Waislamu, sio faradhi, sio faradhi, wala tuamrishi kwa nguvu, hapana, lakini inshallah tuhuishe sunna hii. Hii sunna ni kuhuisha ndugu zangu Waislamu. Naam, popote mlipo, popote mnapotusikia, hii sunna ya Ashura ni sunna Mtume salama aliitumia, aliifunga. Naam, Mtume salama aliifunga na masahaba alayhi salatu, na sisi ni wafasi wa Mtume salama, lazima tutekeleze kile Mtume salama alichofanya. Wama atakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, alichokuleteni Mtume shikamaneni, mshikamane, alichokatazeni mkiache ndugu zangu. Naam, kwa hiyo tanbih, nakumbushia ndugu zangu, nahnu ahlus sunna wal jamaa, sisi ahlus sunna wal jamaa ndugu zangu, katika matokeo haya ya Ashura tunapata faida mbili. Natadhakkar shay'aini, tunakumbuka mambo mawili muhimu sana. Jambo la kwanza, shukru neema, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anjahu Allahu Musa alayhi salatu wassalam min adui Firaun. Allah Subhanahu wa Ta'ala kumnusuru Musa kwa adui yake nani? Firaun laanatullahi alayhi. Shukr, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lianna Musa shakar Allah wa saama, ni shukru lillah. Kwa hiyo Musa alimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumuokoa zidi ya Farao, akafanya nini? Akafunga siku hiyo. Kwa hiyo na sisi tuna kiigizo, yani tunafuata Musa aliyofanya ndugu zangu, mtume wetu Musa alayhi salatu wasalam, na Mtume sallam aliyofanya ndugu zangu, kufuata mtume wake, yani ndugu yake Musa na mtume mwenzake, na kuwa ikawa ni sheria ya Waislamu ndugu zangu katika umati Muhammadi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumuokoa mtume wetu Musa na ile tokeo la Farao zidi yake ndugu zangu. Kwa hiyo tokeo la kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufunga. Kwa hiyo waweza ukapata jambo mzuri, funga. Ukipata kitu ambacho ulikuwa nini, funga. Sio kupiga mziki, sio kucheza chakacha, wala sio kufanya hivi, sio diploma ya muziki, sio mtoto amepata visa mnakwenda kupiga muziki, hapana. Mshukuru Mwenyezi Mungu. Naam, kwa kufunga vizuri, shukru lillahi subhanahu wa ta'ala. Unamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila ambacho amekupa, ambacho ulikuwa hautegemei, haujui kama utapata, lakini ukasema Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, acha nishukuru Mwenyezi Mungu nifunge. Yani unamshukuru Mwenyezi Mungu. Naam, tukio hilo, naam, kwa wewe binafsi, naam, kwa kumshukuru, acha nichinje kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, nimepata jambo fulani, namshukuru Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, nitaqarrubu kwa Mwenyezi Mungu, nijisogeze kwa Mwenyezi Mungu katika ibada kadhaa. Naam, kwa hiyo hii ni shukrani ndugu zangu, ambao kwa sasa sisi tunaitekeleza kama Musa alivyoifanya ndugu zangu, na Mtume wetu Muhammad sallama alitekeleza hilo. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumuokoa Musa zidi ya nani? Zidi ya Farao. Tukio la pili, tuna huzun. Naam, tuna huzun ndugu zangu, kutila ahfadi Rasul sallama, aliuawa mjukuu wa Mtume wetu Muhammad sallama. Naam, aliuawa mjukuu wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutila shahida, aliuawa shahidi ndugu zangu, yaum Ashura, ambao ni nani? Siku ya Ashura tarehe 10 ndio aliuawa mjukuu wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanat 61, mwaka wa 61 wa hijri, ndio aliuawa ndugu zangu Waislamu. Naam, walad bint Rasul sallama, mtoto wa binti ya Mtume sallama ambao ni Fatima. Naam, binti Rasul sallama ambao ni Hussein ndugu zangu, Hussein ambaye aliuawa mjukuu wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi tunakuwa na huzuni, ndio tuna huzuni kwa hilo, lakini huzuni yetu inakwenda sawa na sheria ndugu zangu. Huzuni yetu ya Ahlus Sunna wal Jamaa haiendi sawa na matamanivu yetu, hapana, inakwenda sawa na nini? Sawa na reference, sawa na sheria ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu. Kwa hiyo
hiyo huzuni ambayo tunayo ndugu zangu, tunarudia kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika maneno yake. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema nini? Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina idha asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah anasema ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Kwa kweli sisi tunarudi kwa Mwenyezi Mungu. Allah anasema na wale ambao watapata nini? Wamepata musiba wa aina yote, aswabatuhum musiba, wamefikiwa na musiba wa aina yote ndugu zangu, musiba. Naam, qalu, wanasemaje? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sisi ni wa Mwenyezi Mungu na kwa Mwenyezi Mungu ndio marejeo. Naam, nasikia aya hiyo. Alafu Allah inakuwa ni nini? Mukafaa. Sasa malipo ya hao, Allah anasema nini? Malipo ya hao ambao wanapatwa na musiba. Musiba ni kitu muhimu sana, kitu kigumu sana ndugu zangu, ni kitu kizito. Naam, wakati mtu anapata musiba ni kitu kizito, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hao ambao wanapata musiba, naam, huwa wanafanya nini? Qalu, wanasema inna lillahi, sisi ni wa Mwenyezi Mungu na sisi na kwa Mwenyezi Mungu sote ndio nini? Ndio marejeo. Allah anawapa sasa bonus, anawapa mukafa, anawapa malipo. Naam, mukafa billadhina yasbirun, kwa wale wenye kusubiri inda masaib, katika masaib, katika mitihani ya Rabbi, katika msiba wa kumkosa yoyote ndugu yangu. Naam, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma. Anasema subhanahu wa ta'ala, hao ambao walisubiri ndugu zangu inda musiba, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma. Salawatu, hao kwa kweli mbele ya Mwenyezi Mungu Allah subhanahu wa ta'ala, salawatu min rabbihim. Allah anafanya nini? Anawaswalia vipi? Naam, thana, anawatapa, yamdahu, anawatapa, anawasifu subhanahu wa ta'ala. Thana, yuthni subhanahu wa ta'ala. Allah anawatapa na kuwasema ndugu zangu katika mala al-ala, katika viume vilivyokuwa mbinguni, vilivyokuwa juu. Naam, salawatu min rabbihim. Naam, Allah anawatapa na anawasema vyema ndugu zangu Waislamu. Ay yamdahu, anawasifu. Naam, hii ni sifa ya Mwenyezi Mungu kwa watu ambao wanafanya nini? Wanapata msiba, alafu wanafanya nini? Wanasubiri, wanasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Kwa hiyo wanapata thanaa, Allah anawatapa, Allah anawasema, Allah anawatangaza katika mala al-ala, katika viumbe vilivyokuwa juu. Naam, min rabbihim wa rahma, na wanapata rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu. Kwa hiyo unaona fadhila zote hizo kwa sababu gani? Kwa sababu ya subira ndugu zangu Waislamu, na kurejesha msiba kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na kuwa kwake ndio tutarejea. Kwa hiyo hii ni benefit, yani wanapata ni profit ambao ni mukafa. Naam, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun, na hao ndio wale ambao wameongoka ndugu zangu Waislamu. Allah tuweke miongoni mwa hao ndugu zangu. Qala Umar ibn Khattab, alisema nini Umar ibn Khattab? Ni'ma al-idlan, ni'ma al-idlan wa ni'ma an-ni'ma. Ni'ma al-idlan, hadha ni'ma al-idlan sawa na aya. Yani Mwenyezi Mungu mwadilifu kwa neema mbili ndugu zangu muhimu sana. Ni'ma al-idlan ni za wapi? Ni'ma al-idlan anasema alaihim salawatu min rabbihim. Naam, ulaika alaihim salawatu min rabbihim, hao wanapata thanaa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anawatapa, Allah anawasifu. Naam, naam, min rabbihim wa rahma, idlan, na pia wanapata huruma na rehma kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, Allah anateremsha rehema zake ndugu zangu. Naam, wa neema nyingine ndugu zangu, an-ni'ma alladhi atba'aha, neema ipi ambayo inafuata hicho? Allah anasema wa ulaika humul muhtadun. Allahu akbar, hao ndio wale ambao wameongoka ndugu zangu. Kwa hiyo Ahlus Sunna wal Jamaa sisi tunakwenda katika hiyo sifa, na Mungu atuweke miongoni mwa hao ndugu zangu. Wala atutumie akili yetu, wala atutumie lutfia zetu, atutumie matamanivyo ya nafsi zetu ndugu zangu. Lakad bayana Nabii sallama, Mtume sallama amebainisha ndugu zangu, fi Ashura, siku ya Ashura, wa huwa siyamu shukri lillah, ni kufunga kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu Waislamu. Wala yushra, Mwenyezi Mungu Mtume sallama akusherehesha wala kuweka shar'i wala kuweka amri. Naam, latmul judud al-hudud, latmul hudud. Naam, latmul hudud wa shakka al-juyub. Naam, kama wanayafanya ndugu zangu, wa shakka al-juyub. Naam, wala darab al-ajsad, wala tupige kukata miwili yetu ndugu zangu. Naam, hadha talab al-hudud
talama alhudud, kujipiga piga katika kuomboleza mtu anapokuwa amepata msiba. Nimepata, nimefiwa, nimebaki na nani, mtoto wangu, ndo miguu yangu, ndo mikono yangu, nimekwenda, ungepeleka mimi Mwenyezi Mungu, mimi ndo ningekwenda, angebaki huyu mama, mimi ndo nayua. Subhanallah. Hiyo inaitwa nini? Hiyo inaitwa kuomboleza ndugu zangu. Hadha ma yajuz, haijuzu katika Uislamu ndugu zangu. Ndio maana Muislamu haijuzu unapopata msiba ndugu zangu unafanya tabia kama hiyo au kitu kama hicho. Naam, latmul hudud, katika kujipiga piga, kutotana nywele, kuvaa nguo chafu, kuvaa nguo nyeusi, kuvaa nguo za huzuni, kuonesha kuwa umehuzunika, kuweka lawama kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kweli hayo kwa kweli sio katika Ahlus Sunna wal Jamaa. Naam, latmul hudud wala shakka aljuyub, wala kukata kuchana nguo na kuchana shati na kuchana mabuto kwa kulia sana na kuomboleza sana na kuwa umehuzunika sana. Naam, wala darb alajsad, wala kupiga miwili katika kujikatakata na kujitoa damu kama wanaofanya hao wengine ndugu zangu, ambao kwa kweli ahlul bid'ah, watu wa bid'ah, kwa kudai ya kuwa wana huzuni ya kuuawa kwa ahfad, mjukuu wa Mtume sallallahu Hussein, alafu watu wanajikatakata visu na kujikatakata damu na kutoka damu mwili na kufanya demonstration na kufanya maandamano na kutembea barabarani. Ndugu zangu, hayo kwa kweli hayo sio katika mafunzo ya Ahlus-Sunna wal Jamaa ndugu zangu. Na kufanya demonstration manake mnaomboleza, manake hamkuridhia makadara ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nikuulizeni sasa, mjukuu na Mtume sallallahu nani bora? Mjukuu na Mtume sallam nani bora ndugu zangu Waislamu? Mtume sallam ni bora kuliko vyote ndugu zangu. Huwa sayyid thaqalain, ni mtukufu katika viumbe vyote, majini na watu. Katika majini na binadamu, Hussein ya ahfad ni mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo haya ambayo yanafanyika ndugu zangu, sisi kwa kweli sio katika itikadi yetu Ahlus-Sunna wal Jamaa, wala iqamati tuqus almuhdatha, naam, kutumia tuqus, yani sembole katika itikadi zetu au itikadi za watu. Wanatumia sembole zao na kuonesha mahfal na kuonesha sherehe zao, maana ni sherehe kwa kutumia matamanivu ya nafsi zao. Sisi sio hivyo ndugu zangu. Sisi ni qala Allahu Ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunakuwa na nini? Tunakuwa na had, tunakuwa na kipimo ndugu zangu ambacho kinatutosha. Kwa hiyo hayo ni katika mambo muhimu sana ndugu zangu Waislamu, na kutanabaisheni na tabaisha nafsi yangu ndugu zangu, sio kinachoonekana mjini chote tunakifuata ndugu zangu. Hayo sio katika mafunzo ya Ahlus-Sunna wal Jamaa, na hasa katika dini tawqifia. Ni kitu ambacho kina kiwango, kina kipimo ndugu zangu. Usiongezi fahamu yako au usiongezi matamanivu yako ndugu zangu. Naongezea jambo moja ambalo watu wanapenda kulitumia, ambalo ni la kuomboleza, lakini uombolezi wa saketi, wa kimya, bila mtu kujua. Mtu anaomboleza bila kujua. Mtu anaomboleza bila kujua. Mzazi amefariki, ana miaka, mnakaa mnamuomboleza mzazi, mnamuweka kwenye nikistatiki kubwa, mnakiweka barazani, eti huyu ni baba na mama walikufaga, tunawapenda sana. Huko unaomboleza baba na mama, hujui cha kuwafanyia. Utulie sadaqatul jariya, wafanyie khairat, utulie sadaqa. Hiyo sadaqa inawafikia waliko huko kaburini ndugu zangu. Hiyo sadaqa inawafikia ndugu zangu. Hiyo ndio kuwapenda wazazi. Au mkeo nakaa na kipankarte unakiweka chumbani, unakiweka barazani, mtu akiingia ndio kinamkaribisha chumbani, kisanamu kikubwa sana cha mpenzi wako. Wengine wapenzi wanatembea nao muareti for pocket money, portemoni, akifungua hivi ni mpenzi, nikafotoka nini huyu tena, mama watoto wangu nampenda sana. Hapana, huko unaomboleza. Wengine wanaweka mstati miaka na miaka, unaweka mstati mzazi miaka na miaka, haitakusaidia nini hiyo? Hiyo ni kuomboleza, ni sort of kuomboleza huko. Hiyo ni niyaha, na Mtume sallallahu alitukataza niyaha ndugu zangu. Washukuru, sema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mfanyie mzazi wema. Wema wa mzazi unaendelea akiwa hai au pinda amefariki ndugu zangu. Mtolee sadaka, mfanyie khairati mbalimbali. Naam, unga kile alichokiunga mzazi wako. Penda wale marafiki zake, watolee sadaka marafiki zake wa wazazi wako. Wafanyie khairi waliokuwa vipenzi wa wazazi wako. Ni kama umemfanyia khairi nani? Mzazi wako. Toa sadaka
toa sadaka kwenye khairati, kwenye msikiti mbalimbali, kwenye mafasi ya kheri, tumika na Mwenyezi Mungu, watolee sadaka wazazi wako ndugu yangu. Lakini usifanye nini? Usikai kufanya nini? Kuwasema, kuomboleza na kuwaweka mifukoni na kuwaweka mapicha barazani, chumbani, na kuweka vibango na kukaa nao sijui wapi. Hiyo kwa kweli, hiyo sisi Ahlus Sunna wal Jamaa haipendezi. Wala kuweka profile miezi na miezi, kila profile ni ya mama yako alifarikiji, profile ni ya mke wako alifarikiji, profile ni ya mume wako alifarikiji. Hapana, hii haipendezi kwa kweli. Hii ni katika nini? Ni katika kuomboleza. Hii inaitwa niyaha, ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu atuwafikishe ndugu zangu, tuwe waja ambao wenye kusikia mazuri na kuyafuata ndugu zangu Waislamu. Na Uislamu ni dini ambayo inakwenda kwa dalili ndugu zangu, haiendi kwa chumtu mshaka kwa matamanio ya nafsi yako, anenda sawa na sheria inavyokufunza ndugu yangu Muislamu. Tukenda hivyo tutakuwa tumekwenda vizuri ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo inshallah nahusia tena pia na nakumbusha nafsi yangu inshallah taala, tuko katika miezi mitukufu, na inshallah tumeingia katika siku zile mashallah nzuri tukufu ambazo ni Ashura, ambayo itaanza kesho tarehe 9. Kesho ndio 9 ataswani, kesho mercredi wa Ashura itakuwa nini? Itakuwa jeudi. Naam, atakayeweza ndugu zangu, tujitahidi sote tufunge siku hizo mbili kwa kumuiga mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inshallah naktafi bihadha, tashika naye siku ya leo. Mwenyezi Mungu atuwafikishe kwa yote anapenda na ridhia subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa hamdika, nashhadu an la ilaha illa anta wa natubu ilayka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maarifa Online TV, elimu na hekima.